Ikhwata alkiram, habari ya ndovu tukirudi nyuma yahusiana moja kwa moja na kisa cha ashabul ukhdud, watu wa mtaro kama alivyowataja Allah subhanahu wa ta'ala, walioangamizwa kwa njia ya kuchomwa na mfalme wa mwisho wa himaya ya Himyar katika ardhi ya Yaman, ambaye kwamba alikuwa kafir mushrik mutaalliha, anayetaka kuabudiwa. Dhunwas alikuwa ni mwenye kuwalazimisha watu wawe ni wenye kumwabudu na wamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ashabul ukhdud wao walikuwa ni manasara, wanafuata dini ya unasara, athari iliyoachwa na Nabii Allah Isa alayhi salam kwa ujumbe alokuja nao. Kwa hiyo walikuwa ni manasara, walikuwa ni Wakristo. Na manasara kwa asili, kabla ya kuingia takhrif katika imani yao na kufur, walikuwa ni wenye kufuata imani ya kisawa, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kumwabudu yeye peke yake, na wakijua Masih Isa alayhi salam yeye ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ashabul ukhdud walikuwa manasara na walikuwa takriban watu 20,000, na huyu mfalme akawa ni mwenye kuwachoma wakiwa hai. Hakuna baina yao ambaye kwamba alipata kuokoka, ambaye kwamba alipata kutoka salama, isipokuwa bwana mmoja ambaye kwamba alikuwa akiitwa Daus dhu Thalaban, alifanikiwa kutoroka. Daus dhu Thalaban baada ya kutoroka akawa ni mwenye kukimbia mpaka Sham, Syria, kwa Kaisari Sesa. Akaenda kwa Kaisari akaomba hifadhi na akamwelezea yale ambayo kwamba yametokea, na Kaisari ambaye kwamba ni mtawala wa himaya ya Roma, dini yao ya asili kina nani? Wakristo, sio? Ni manasara. Kaisari akawa ni mwenye kumwandikia barua An-Najashi wa Habash, na An-Najashi wa Habash nao likuwa wa Kristo. Himaya ya Habash ambayo kwamba maswahaba walikwenda wakaomba hifadhi baada ya vitimbi vya Makuraish kuzidi juu yao. Kwa hiyo watu wa Habash nao ni manasara. An-Najashi ni mfalme wa Ethiopia ambaye kwamba pia yeye naye ni Mkristo. Kwa hiyo Kaisari akawa ni mwenye kumwandikia mfalme wa Habash ili awe ni mwenye kuchukua hatua ya hili jambo. Wakristo wenzao wameuawa ndani ya Yaman katika himaya ya Himyar. Mfalme Dhunwas akawaua kikatili watu takriban 20,000 katika manasara, na alitumana barua Ethiopia au Habash au Abyssinia kwa ajili ya kuwa Habash iko karibu zaidi na Yaman kuliko Syria, kwa sababu kutoka Ethiopia au Habash mpaka Yaman ni kilomita 1126, na kutoka Sham, kutoka Syria mpaka Yaman ni kilomita 3615. Kwa hiyo huyu mfalme wa Habash alikuwa karibu zaidi, barua ikatumanwa kwake. An-Najashi akawa ni mwenye kutumana magavana wake wawili waivamie Yaman, na akawapatia jeshi kubwa sana, na magavana hawa wawili
Mmoja alikuwa Ariyat na mwingine ni Abraha bin Sabah Abu Yaksum. Wakaingia katika ardhi ya Yaman, wakawa ni wenye kutafuta nyumba baada ya nyumba, majumba, wakimtafuta Dhunnuwas, na katika hali kama hiyo ikawa wanawaibia pia mali zao, ikawa wanaharibu. Mwishowe Dhunnuwas akawa ni mwenye kuuawa kwa kuzama baharini. Baada ya hapa washaingia katika ardhi ya Yaman, mfalme Dhunnuwas ashauawa. Kwa hiyo Wahabash wakawa officially rasmi ni watawala wa Yaman, na ikawa wasimamizi ni hawa magavana wawili, Ariyat na Abraha. Ariyat na Abraha likuwa mara kwa mara wakizozana baina yao, kwa sababu suala la utawala, suala la usimamizi huwa lataka centralization. Centralization ni kuweka amri sehemu pamoja, kiini. Kwa hiyo kuweko na mmoja ambaye kwamba anao chini yake wasimamizi, kuweko na mmoja ambaye kwamba atakata shauri. Sasa hawa walikuwa magavana wawili, wote kila mmoja ana jeshi lake, na utaona Allah subhanahu wa ta'ala atueleza kwa mfano wake yeye katika uungu wake, asema lau ingelikuwa basi miungu ni wawili, basi mambo yangefisidika, na kila mmoja katika hawa waungu angemwonyesha mwenzake authority. Kwa hiyo qul huwa Allahu ahad, Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Akiamua ni mvua ni mvua, akiamua ni kiangazi ni kiangazi, akiamua ardhi itulizane itatulizana, na akiamua wanasaluhu salama ataamua ardhi itatetema. Akiamua jua latoka kama kawaida, akiamua jua lapatwa. Yani al-amru kulluhu lillah, amri yote ni Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lah, yeye peke yake wala hana mshirika katika amri yake. Na waona jambo hili lina reflect mpaka katika masuala ya uongozi, na ndio hata mkawa watatu katika safari, basi mjalieni mmoja nani? Mmoja ni amiri. Yeye akisema jamani, tuwashika njia hii, tuwashika njia hii, kwa sababu watu kutokea barabarani, kutoka hapa Masjid Taqwa kuna njia nyingi. Watu waweza wakaamua wapite na huko nyuma, wapite na shule kule watokee, wengine wakaamua barabara hii, na kuna vinjia hapa katikati. Hakuweni na viongozi wawili katika hilo kundi na kabisa. Jambo la rahisi la kuingia akilini kwa tuishi, lakini kuna mmoja atasema tupiteni na huku, na atatoa hoja zake. Kwa hiyo Abraha na Ariyat ikawa wanazozana juu ya mambo, mara walikuwa wakivamiana, mara wakipigana, mara wakitangaziana vita, mpaka mwisho mmoja baina yao akawa ni mwenye kumwambia mwenzake, akamwambia hakuna haja ya majeshi yetu mawili kupigana, watu wakawa wenye kuangamia kwa wingi, lakini tupambane mimi na wewe, mapambano one on one, yaitwa mubaraza. Iko hata katika ghazawati hizi, kabla ya vita mmoja yuajitoa asema yule ambaye kwamba yuaweza atoke hapa mbele, tuanze na yeye tupambane one on one. Kwa hiyo mmoja akasuggest tufanye mubaraza, na hii haina ya kuwa nikikushinda ni atakayemuua mwenzake, yuabakia yeye ndo atakuwa mtawala, basi khalas. Basi wakakubaliana na wakachagua sehemu ambayo kwamba kuna channel mbili za maji, sehemu aliyochagua ya katikati. Kwa hiyo hakuna mafar, hakuna mahali kwa kukimbia.
ni kupambana mpaka kifo. Ukienda huku mwisho ni maji, ukienda huku mwisho ni maji, hakuna namna ya kukimbia. Wakawa ni wenye kupambana katika sehemu kama hii, na katika mapambano ndani yake Ariyat akawa ni mwenye kumzidi nguvu Abraha, na akamshambulia kwa upanga wake na kumpasua vibaya katika pua yake na mdomo wake na kumkata katika uso wake. Kwa hiyo Abraha ikawa amezidiwa na yuelekea kushindwa. Mlinzi wa Abraha, yule second in command, bodyguard wake, mtu wake wa karibu, aid wake, akawa ni mwenye kumshambulia Ariyat na akawa ni mwenye kumuua, ambao kwamba by the way katika sheria za vita katika mubaraza hiyo makosa. Ikiwa ni one on one, ni one on one, hakuna mtu kuingilia. Hata ikawa muona mtu wako yuazidiwa, ni uangalie mpaka mwisho. Lakini bwana akamvamia na akamuua Ariyat, na wakarudi na Abraha ndani ya Yaman akiwa na majeraha yake, akawa ni mwenye kutibiwa mpaka akawa ni mwenye kupoa. Na kwa njia namna hiyo ndio Abraha akawa kamanda wa jeshi la Habash katika ardhi ya Yaman. Yeye ndio ikawa ndiyo msimamizi mkuu, kamanda wa jeshi asili la Habash, lakini ndio lasimamia katika ardhi ya Yaman. Mfalme wa hizo zama An-Najashi, kama tulivyotaja, akapata habari kama hizi na akamtumia barua Abraha akiwa ni mwenye kumlaumu juu ya tukio ambalo kwamba limetokea baina yao, na akawa ni mwenye kumtishia akimwambia, naapa mimi ya kuwa nitakuwa ni mwenye kuukanyaga mchanga wa Yaman, yani nitakwenda Yaman na nitakata shungi lake. Atakuwa ni mwenye kumshika katika nywele na atakata shungi lake. Yani hii ni kinaya ya kuonyesha ya kuwa atamuadhibu, sababu kushikwa katika shungi namna hii ni katika kudhalilishwa mtu, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alitaja kuelekeza shungi la nani, ilikuwa Abu Jahal. Kwa hiyo ikhwata alkiram, Abraha akawa ni mwenye kupokea barua kama hii ya An-Najashi, akawa ni mwenye kutumana kwa An-Najashi mjumbe akiwa na zawadi na vitu vya thamani katika kumfurahisha na kumtuliza, na kisha akawa ni mwenye kutumana vile vile gunia ambalo kwamba ndani yake kuna mchanga wa Yaman, na akakata shungi katika nyele zake, akakata baadhi ya shungi lake akamwekea katika nyele zake, na akawa ni mwenye kumwandikia barua akisema hivi ndani yake, liyata almaliku ala hadha aljirabi fayabirru qasamuhu, basi mfalme atembee juu ya huu mchanga. Le gunia lina mchanga wa Yaman, mfalme akanyage mchanga wa Yaman ili kisafishike kiapo chake, kwa sababu aliapa ya kuwa mimi nitaukanyaga mchanga wa Yaman na nitakata shungi lake. Kwa hiyo liyata almaliku, na akanyage mfalme, ala hadha aljirabi fayabirru qasamuhu, ili kisafishike kiapo chake. Wa hadhihi nasiyati qad ba'adtuha lak ilaik, na shungi hili langu la nywele na kutumania pia. Kwa hiyo kama mwambia msamehe na kiapo chako ushaweza ukakitekeleza, si lazima uje uniadhibu. Na An-Najashi alipoona maneno kama yale, zawadi kama zile, na kudhalilika kwa Abraha kwake yeye, kujiangusha kwake yeye mpaka amekata katika shungi lake, akawa ni mwenye kufurahi na akampitisha kama mtawala wa Yaman. Abraha
Kisha akawa ni mwenye kumtumia barua An-Najashi na akamwambia ya kuwa nitajenga kanisa kubwa ndani ya Yaman ambalo kwamba halijawahi kushuhudiwapo. Takujengea kanisa kubwa kwa jina lako ndani ya ardhi ya Yaman. Na kweli akawa ni mwenye kuanza kujenga kanisa kubwa ndani ya mji wa Sanaa, Yaman, na lilikuwa refu na zuri, likawa lenye kupambwa katika kila pembe yake, kubwa na refu. Waarabu wakawa wenye kuliita kanisa kama hili, jumba kama hili, Qullais, kwa ajili ya urefu wake, na pia jina kama hili lilipeanwa kwa ajili vile watu walikuwa wasema, lau mtu atakuwa ni mwenye kuangalia ule urefu wake, basi kofia yake au labda kilemba chake au alichokivaa kichwani kitakuwa chenye kufanya nini? Kitaanguka, kwa ajili vile ambavyo kwamba yambidi yeye abendishe, yani kisogo chake, shingo yake, katika kuangalia urefu wa jumba kama lile Qullais. Kisha Abraha akawa ni mwenye kuamua baada ya hapo, na tutachukua somo juu ya hizi nukta au steps ambazo kwamba amezipitia Abraha. Abraha akawa ni mwenye kuamua ya kuwa atawalazimisha Waarabu wawe wenye kufanya hija katika hili kanisa kama vile ambavyo kwamba wanafanya hija katika Kaaba, katika mji mtukufu wa Makka. Akawa ni mwenye kulitangaza jambo kama hili katika ardhi ya Yaman, na Waarabu wakawa ni wenye kuudhika katika hili, na kiuwazi wazi wakakataa makabila ya Adnan na Qahtan. Mojawapo Adnan, na tulitaja nyuma ya kuwa kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam Quraysh waitwa Maaddu Bani Adnan, na hasa sasa Quraysh wakawa ni wenye kuudhika mno na jambo kama hili, mpaka mmoja akafunga safari akaenda mpaka Yaman akaingia katika kanisa kama lile, na akawa ni mwenye kujisaidia ndani yake. Hii ni message ya madharau, hii ni message ya madharau, kuwaonyesha ya kuwa nyinyi hamna lolote, yani ili jumba lenu ambalo kwamba nyinyi mlijenga, ya kuwa hata watu waje hija hapa kama vile wanavyokwenda katika Kaaba, basi sisi tuweza tukalifanya choo. Na akafanikiwa kutoroka, akakimbia, na wale wasimamizi wakawa wenye kumpelekea mfalme wao Abraha habari kama hii, wakampatia ripoti na wakamwambia, inma sanaa hadha ba'd Quraysh ghadaban libaytihim alladhi dhahaita hadha bih. Waliofanya hivi ni baadhi katika Quraysh, na wamefanya hivyo kwa ajili ya hasira juu ya nyumba yao, juu ya Kaaba yao ambayo kwamba umekuwa ni mwenye kuichomoa kupitia hili kanisa. Kwa hiyo Abraha akawa ni mwenye kuapa, fa aqsama Abraha la yasiranna ila baiti Makka wa la yukharibannahu hajaran hajra. Akawa ni mwenye kuapa ya kuwa atafunga safari mpaka Makka na ataivunja al-Kaaba jiwe baada ya jiwe. Asa kuna tukio lingine ambalo kwamba likatokea, alieleza Muqatil bin Suleiman radhiyallahu anhu, ataja kuwa kikundi katika vijana wa Quraysh walikuwa ni wenye kuingia katika kanisa kama hili Qullais, wakawasha moto ndani yake katika siku ambayo kwamba kulikuwa na upepo mkali sana. Pepo ukapiga, moto ukarindima, moto ukawaka, jumba likaporomoka. Abraha akaona sasa hapa mwisho, hapa wamfika hapa, haiwezekani. Akawa ni mwenye kutayarisha jeshi, na akajitayarisha, akatoka na jeshi kubwa la nguvu
ambalo alikuwa na uhakika hakuna mtu atawazuilia katikati katika kutekeleza jambo lao hili la kuivunja Kaaba. Na katika hili jeshi sasa kulikuwa na ndovu mkubwa ambaye kwamba watu walikuwa hawajawahi kushuhudia ukubwa kama huo wa ndovu. Ndovu aitwaye kwa jina Mahmud. Na ndovu alikuwa ametoka wapi? Antumanwa na An-Najashi kutoka Ethiopia kwa ajili ya jambo kama hili. An-Najashi amemtumia Abraha awe ni mwenye kutekeleza na kujibu katika madharau kama haya, matusi kama haya ambao kwamba wamewatusi wao Makuraish. Kwa ikhwata alkiram, tutakuwa ni wenye kusimamia hapa kwa leo, lakini kabla hatujafunga darsa tuchukueni masomo. Hebu angalieni hizi habari ambazo kwamba zazungumziwa hapa. Ni dola gani yazungumziwa yenye kutumana jeshi Yemen? Dola gani yazungumziwa Kaisari yuwafikishia salamu washughulikie mambo sehemu ya Yemen? Ni Habash, ni Ethiopia, ni Abyssinia, ambayo kwamba Ethiopia leo si nchi ambayo kwamba yaweza ikabeba qarar kama hii, ikafanya maamuzi katika ardhi ya mbali kama hivyo. Wa tilka al-ayyam nudawiluha, yani hizi siku za huyu kuwa na nguvu, huyu kuwa mdhaifu, Allah subhanahu wa ta'ala yuazigeuza baina ya aqwam. Kuna wakati matajiri wakubwa wa kiulimwengu walikuwa Afrika. Mansa Musa alikuwa Afrika, West Africa, mpaka wao wakiwafundisha wazungu ustaarabu. Uislamu wetu huu ambao kwamba leo ni dhaifu, mashariki al-ardhi wa magharibaha, ulikuwa na nguvu na qarar mpaka mfalme wa Iran Faris yuandika barua kwa mfalme wa China Soin amsaidie dhidi ya jeshi ya serikali la Kiislamu. Mfalme wa China hii akawa ni mwenye kuiangalia barua, akamwandikia barua akimwambia maneno, astati'u an umaddaka bijayshin, naweza nikakusaidia wewe na jeshi. Awaluhum indi, wa kwanza wao yuko hapa kwangu. Wa akhiruhum indak, na wa mwisho wao yuko hapa ulipo. Yani naweza nikakutumia line ya jeshi, wa mwanzo yuko hapa kwangu, wa mwisho yuko hapa kwako. Walakin la taqata li biqaumin law aradu khal'a aljibala la khala'uha, siwezi nikakusaidia dhidi ya watu ambao kwamba wakiamua kung'oa jabali wataling'oa. Nikusaidie dhidi ya Waislamu? Watu nikusaidie dhidi yao? Watu wakitaka kung'oa jabali wataling'oa. Daula ya Kiislamu France leo ambayo kwamba ya ban hijab, wanawake wa Kiislamu wasivae hijab, mara Waislamu wafanywa vitimbi gani? France, mfalme wao alikuwa ni mwenye kutekwa na dola ya Spain. Mamake mfalme wa France akenda kwa Khalifa Amirul Mu'minin akamuomba msaada, akatoliwa jeshi, akaregeshewa mwanawe. France ikaregeshewa mfalme wao. Leo watufanyia hivi, lakini tarikhi haisahau, si wa kutufanyia namna hii. Ireland leo, nchi kama Ireland utaona leo wako katika mstari wa mbele kusimama na Palestine. Watu washajiuliza kwa sababu gani? Kwa sababu Great Britain ile ilikuwa yenye kuwakalia ikawatilia bala njaa. Ni mfalme khalifa wa daulatu khilafatul Uthmaniya aliwapelekea msaada wa chakula na pesa. Hawajasahau fadhila.
Waislamu peke yake ndio huwa hawajui wao walikuwa na nguvu kiasi gani na qarar kiasi gani. Habari kama hizi Waislamu peke yake ndio huwa wingi utaona hawana habari, lakini mpaka wasiokuwa Waislamu wanatambua tarehe. Tumekuwa na uvivu katika kusoma na kujifuatilia sisi kama umma, sisi nkina nani. Kwa hiyo ikhwata alkiram, sehemu ya kwanza ni siku za izza, siku za nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala yuazigeuza na ni mtihani kwa kila mmoja, ni mtihani kwa mdhaifu katika siku zake za udhaifu, na ni mtihani kwake yeye siku za izza, wakati atakapokuja kupewa izza, atakapokuja kupewa nguvu. Ataangaliwa, jana ulikuwa mdhaifu, haya leo una nguvu, utawafanya linandhura kaifa taamalun, tuangalie mtafanya nini. Ikhwata alkiram, somo la pili, kujipendekeza maradhi maovu. Kujipendekeza ni maradhi mabaya na yana addiction mbaya. Kuna lugha huku mitaani watu watumia, sema bana kichuzi, wallahi sifa mbaya. Mtu asiwe kichuzi, usia sifa mbaya. Kuwa wewe uko na mtu fulani, wewe ajenda yako kumtetea yeye, wewe wallahi ni kitu kibaya. Abraha alilaumiwa na Habash na An-Najash, akataka kumwadhibu. Bwana akamuomba, akajidhalilisha. Abraha akafurahi, akampitisha. Baada ya hapo ilikuwa kunani, lakini Abraha bado yataka kumuonyesha An-Najashi ya kuwa bana, mimi kwako wewe bana ni mtawala ambaye kwamba ni mutii wa kisawasawa, hakuna kama mimi, nitakujengea kanisa kubwa. Nani amuomba amjengee kanisa kubwa? Takujengea kanisa kubwa. Basi tosha, sumjengee kanisa tu, hata kujengea kanisa kubwa halijawahi kushuhudiwa. Sawa, ushajenga kanisa. Alikuwa na lazima gani ya kulazimisha watu wafanye hija katika kanisa kama lile? Si ushalijenga? Si watu watakuja? Jumba kubwa kama hilo lapendeza, haya lazimisha watu. Sasa mpaka yataka kuichomoa Kaaba, yuenda kuingia katika competition na Kaaba. Yote hii watakufanya nani? Kumridhisha An-Najashi. Sifa mbaya. Mtu yatakaniwa akimbie katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo ulivyokuwa umma wa Kiislamu, umma ambao kwamba ulikuwa wakimbilia katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na masahaba walikuwa wakimpenda na kumheshimu Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini walikuwa wakimuuliza kwa heshima. Kwa watu wengine ilikuwa muhasaba, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam haikuwa muhasaba, ilikuwa njia ya mahaba na heshima katika kufuatiliza jambo. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameswali swala ya alasiri, akaswali raka ngapi? Raka 2. Kwa tabia za watu ambao kwamba wamelelewa ni kuridhisha watu, kwa tabia za hii sifa yaitwa sijui kichuzi, hamuulizi bosi uko sawa bana. Bosi hata kaamua mmoja yeye yuko sawa, sahaba amuuliza bana, ya Rasulullah, vipi, ni wahi mpya umeshuka au labda ni mughafala? Na ndio tukapata somo ndani yake ya nini? Sijdatu sahwi. Mtu umesahau raka, umeacha raka, waiswali waleta sijdatu sahwi. Mfano mwingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alileta jeshi katika viwanja vya Badr, visima viko mbele yao. Mmoja katika masahaba, ya Rasulullah, awahyun unzil am harbun wa makid, yani huu mpango, hii setting ni wahyi umeshuka au ni vita na mipango? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, bal harbun wa makid, ni vita na mipango. Akaambia, kama ni vita na mipango ya Rasulullah, basi ni bora sisi tukae mbele ya visima, tuvieke visima nyuma yetu, tuwanyime maji wasipate maji. Na naam, ikawa ni mbinu mzuri. Kwa hiyo mtu ambaye kwamba yuakimbilia katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzo atamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha atanufaisha watu na yuweza akawaokoa mpaka yule ambaye kwamba yuamheshimu.
yuaweza akamweka mtawala na akamweleza. Waliokuja baada ya hapo watawala walikuwa wakihisabiwa, wakifanyiwa muhasaba. Umar radhiallahu anhu amesimama, ayuha alqaum ayuha almuslimun asmi'u wa ati'u, sikilizeni na mtii. Mmoja asema ya amira almu'minin la nasma wala nati', hatusikizi wala hatutii mpaka utuambie kivipi kila mmoja ampata pande moja la nguo, wewe una mapande mawili. Mbona wewe una mapande mawili ya nguo? Inawezekana leo waweza kumfanyia muhasaba chifu wako? Ngumu sana. Yataka mtu awe na sifa ya takwa, na haimaanishi kukosa adabu. Kwa njia mzuri ni muhasaba, sisi kushtumu mtu sio bana wewe mwizi. Bana, hebu tuambie hii mali imeingia imetumika vipi? Mbona sisi twaona hii mali kama haijatumika vizuri? Mbona ghafla wewe mbwaga majumba? Tuambie mali yako bana, wewe ni mtawala wetu, tuambie yanatoka wapi? Umar radhiallahu anhu akamwenusha mtoto wake Abdullah, bana Abdullah, inuka waambie wewe, jamani, babangu bana ni mtu ana mwili, ni pande la mtu. Kwa hiyo ile nguo zilizokuja yeye anachukua moja na ile yangu mimi nampa yeye babangu ili zimtoshe. Kwa hiyo hakuiba mali ya umma, antuacha nani? Cha mwanawe. Hivi ndivyo ambavyo kwamba watu wanaotaka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala hunufaisha watu. Kwa hiyo Abraha, na tutamalizia katika habari zake, alifeli katika hili, na kwetu sisi ni somo kubwa. Kwa machache tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairal jazaa.